Miaka 20 bungeni, akianza kuchaguliwa mwaka 2005. Akihudumu kwenye kamati mbalimbali, amepita pia kwenye baraza la mawaziri. Rais Samia kwake anakuwa ni rais wa tatu kuhudumu chini yake, kwa maana ya kwamba alianza na Jakaya Mrisho Kikwete. Nyota yake ikang'aa sana wakati wa Rais John Magufuli, na sasa hivi ni wakati wa Samia Suluhu Hassan. Anapitia katika kile ambacho tunakiita kashikashi za kisiasa. Nimeanza na historia yake kwa maana ya kujaribu kutengeneza hoja ya uzoefu. Luhaga Mpina ni moja kati ya wabunge wachache wa kuchaguliwa ambao ni wazoefu bungeni pale, kwa sababu unamzungumzia Luhaga ambaye ameingia mwaka 2005, sio? Sitaki kuamini kwamba alichokifanya Luhaga Mpina ni bahati mbaya. Mimi binafsi alikipanga au kwa uzoefu, kwa hoja ambayo naitengeneza ya uzoefu ambayo anayo. Nimesema ya kwanza amekaa bungeni miaka 20. Nikasema ya pili kahudumu kwenye chini ya marais watatu. Aliingia wakati wa Jakaya Mrisho Kikwete, na sasa hivi ni wakati wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Akawa waziri wakati wa nyuma hapa kipindi cha JPM. Sasa ana uzoefu wa kuzungumza mbele ya hadhara, azungumze nini na wakati gani, kwa sababu ameanza kuzungumza hivyo kuanzia mwaka 2005 kwenye uchaguzi, akazungumza 2010, akazungumza 2015, akazungumza na 2020. Kwa kuangalia kahistoria haka ambako tumekatoa kwa ufupi cha Bwana Luhaga Mpina, alichokifanya jana si bahati mbaya, yani kwamba ameteleza. Hapana. Ukifuatilia vizuri sasa, ukijaribu kuunga doti, utagundua kabla ya tukio la jana la Luhaga Mpina alikuwa na hamu kweli kweli ya kumsubiri Mheshimiwa Rais. Kuna video Luhaga Mpina anazungumza kabla ya mkutano wa jana, akisema ya kwamba na sisi watu wa Kisesa tunamsubiri rais kwa hamu kweli kweli, tumwasilishie mambo yetu. Lakini unapoenda kuzungumza na rais, upewi bahati mbaya, haiji kwa bahati mbaya, lazima unaandaliwa. Na wakati unaandaliwa, na wewe unaandaa hotuba yako na vitu vyako vya kwenda kusemezana na head of state, na kwa uzoefu ambao tumeutaja lazima anafanya double check. Kwa hoja hizi hapa zote aliyoyasema Mpina si bahati mbaya. Morning Bantu.